na tumbaku. Hasa leo ndo tutapenda zaidi tuogelee maeneo hayo. Asante kwa utangulizi huo. Basi nikwambie tu kwamba tayari mtazamaji wa Zinjibar TV umeelewa nini hasa ambacho leo hii tutakwenda kukijadili na mgeni wangu hapa. Lakini kwa kuanzia, kabla hatujazama moja kwa moja katika athari za matumizi ya tumbaku, lakini kwa ujumla tu kwa uchache sana, labda tufafanue nini mtu anaposikia nini maradhi yasiyoambukiza na athari zake zikoje kiujumla jumla, kwa sababu kuna watu wanaona labda maradhi yale yenye kuambukiza ndio yenye athari kubwa ama yanaua watu wengi kuliko yale ambayo yasiyoambukiza. Lakini tuambie sasa, ili mtazamaji wa Zinjibar TV naye apate faida juu ya hili, alafu tutaingia moja kwa moja katika hili ambalo tumelikusudia kwa siku hiyo. Asante sana ndugu mtangazaji na ndugu watazamaji. Kama ambavyo tumezungumza, maradhi yasiyoambukiza ni yale ambayo hayaambukiziki kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa mfano, mtu akiugua sukari, hata akikaa na mtu, akilala naye hawezi kumwambukiza sukari. Au mtu akiwa na sindikizo la damu, hali kadhalika huwezi kuwa na sindikizo la damu kwa kukaa mtu, kwa kumshika, kwa kuzungumza naye akapata maambukizi. Kama tunaona sasa hivi uwepo maradhi ya kuambukiza, watu wanachukua tahadhari, na mikono, wanavaa maski, hawataka kukaribiana. Kwa sababu nini? Ukikaa karibu, uwezekano mkubwa kupata maradhi hayo yupo. Tunapozungumza maradhi yasiyoambukiza, haya hana hivyo. Ukipeana mikono, ukikala pamoja, ukila pamoja, kilala pamoja, huwezi kuambukiza maradhi haya. Na maradhi haya sasa hivi ndio yamekuwa ni matatizo makubwa ukilinganisha hasa tena haya maradhi yenye kuambukiza. Kwa mfano, kwa hapa Zanzibar tumekuwa na ongezeko kubwa la maradhi yasiyoambukiza, na yamekuwa yakichangia katika kuugua sana, na yamekuwa yamechangia katika vifo vingi katika maradhi haya. Na hasa swala zima la sindikizo la damu, ambayo ukiangalia na tafiti zilizofanywa nyuma inaonekana yako makubwa zaidi, kwa sababu ni zaidi ya watu 33 kwenye 100 wenye miaka 25 kwenda juu wanakuwa wanaugua na maradhi haya, na sukari zaidi ya watu 4 kwenye 100 wanakuwa wanaugua na maradhi haya. Na maradhi haya yamekuwa na athari kubwa sana, ambao watu kwa bahati mbaya sana elimu haijafika kutosheleza kwa jamii kuweza kutambua nini vinavyosababisha, vichocheo vyake na athari zake, ili waweze kujikinga. Kwa hivyo leo tutajikita kidogo, tutazungumzia vile vichocheo au visababishi vikubwa vya maradhi haya, ili hatimaye tuguse kimoja tu katika kichocheo hicho tuweze kuzungumza nacho, ni swala zima la tumbaku. Katika swala zima la maradhi yasiyoambukiza, mara nyingi hayana sababu ya moja kwa moja. Na maradhi haya ni yapi? Tunazungumza maradhi ya sindikizo la damu au maradhi ya moyo. Maradhi ya pili ni ugonjwa wa kisukari. Maradhi ya tatu, maradhi sugu ya njia za hewa, kwa mfano wasema pumu. Na maradhi mengine ni swala zima la ugonjwa wa saratani. Haya ni maradhi manne makubwa ambayo tungalipenda tuyaogelee, lakini leo tutazungumza zaidi zile athari. Asante kwa utangulizi huo, na nadhania tayari kwamba mtazamaji wa Zinjibar TV ameanza kupata mwanga sasa kuona nini ambacho leo tunakijadili, hususan katika maradhi haya yasiyoambukiza. Na kama tulivyowatambulisha mwanzo kwamba tutazungumzia zaidi katika vichocheo, na kimoja katika vichocheo ambavyo vinasababisha maradhi haya yasiyoambukiza basi ni uvutaji au matumizi ya tumbaku. Na sasa tuseme matumizi kwa sababu kuna wengine hawavuti, wengine yako mengi katika tumbaku. Bila shaka kuna mambo ya sigara, kuna mambo ya tumbaku yenyewe, lakini kuna mambo ya kujidunga na vitu vingi ambavyo vinafanana na hivyo. Kwa nadhani sasa moja kwa moja tutumie fursa hii, basi hebu tueleze matumizi ya tumbaku ikoje hii katika athari ambavyo, na ikaambia kwamba ni moja kati ya vichocheo vya maradhi yasiyoambukiza. Kama nilivyotangulia kuongea mwanzo, kwa miongoni mwa vichocheo vikubwa vya maradhi haya ni moja, mfumo wa maisha. Mfumo wa maisha vipi? Mfumo wa maisha ni vile kubadilisha mfumo wa maisha katika swala zima la matumizi ya vyakula, ikiwemo matumizi mingi ya mafuta, kutokufanya mazoezi, kula chakula kisichokamilika, kwa mfano wanasema kwa kitaalamu wanasema unbalanced diet. Vile vile kuwa na unene uliopindukia, matumizi ya pombe yaliyokithiri, na swala zima la matumizi ya tumbaku. Kwa hivyo leo tunazungumza swala zima la athari ya matumizi ya tumbaku. Tumbaku kiutaalamu, tumbaku na vile vizalia vya tumbaku, kwa mfano sigara, kiko, zote zile, lakini asili yake nini? Ni tumbaku. Imekuwa hii kwa Zanzibar
kutokana na tafiti zilizofanywa inaonekana kuna 7% ya matumizi ya tumbaku. Wanaume zaidi ya 6% na wanawake wako chini ya 1% katika matumizi ya tumbaku. Kwa hivyo ni maana matumizi ya tumbaku hapa Zanzibar yapo, lakini kwa bahati mbaya sana jamii leo nyingi hawajui athari zinazotokana na matumizi ya tumbaku. Katika haya maradhi manne makubwa ambayo tumeongea, sindikizo la damu, basi moja ya sababu au vichocheo vyake kubwa ni matumizi ya tumbaku na utumiaji wa sigara. Lakini sukari na vile vile katika moja ya vichocheo ambavyo vinapelekea swala zima ni swala zima la tumbaku, na ikiwemo product au mazalio yanayotokana na tumbaku kwa hiyo sigara. Swala zima la kansa, hili ndio linaongoza katika swala zima la matumizi ya tumbaku, hili linaongoza kabisa. Na la 4 swala zima la pumu, hata usipoifuta wewe, ukikaa karibu na mvutaji tu, basi unakuwa unapata swala zima la pumu. Lakini vile vile wale wanaovuta mara nyingi wanapata chronic respiratory problem, athari ya njia za hewa. Muda mwingi utamkuta mtu anakohoa na baadaye kwenye mapafu yake anafanya athari na kupelekea kansa. Kwa hivyo miongoni mwa athari, kwa sababu kati ya watu 10 wanaovuta basi 7 wanapata athari kubwa za matumizi ya tumbaku, na kati ya 10 wanaokufa basi 7 hao wanatokana na vifo vinatokana na athari ya tumbaku. Na moja ya athari tumbaku kubwa ni kusababisha kufanya saratani ya mapafu. Hiyo ndio ya mwanzo kwanza, saratani ya mapafu. Kwa nini? Kwa sababu katika sigara au tumbaku muna aina ya sumu nyingi, wanasema zaidi ya 1000, lakini zaidi ambayo inatambulika zaidi ni hii aina ya nicotine, ambayo nicotine hii inachukuliwa katika mfumo wa damu. Wewe ukivuta unaenda katika mapafu, kwenye mapafu pale katika kubadilisha hewa inaingia katika mfumo wa damu. Kwa hivyo inazungushwa mwili wote nicotine. Na nicotine wanasema ni sumu moja kali. Kwa hivyo kadiri itakapoenda katika mwili wako itakuathiri. Na tunaanza na hiyo mapafu wenyewe ambayo watu wengi wavutaji au karibu wote wavutaji hawaoni raha kama hajaupeleka moshi wakaupeleka kwenye mapafu, alafu wakautoa kwenye pua, alafu mwingine kwenye mdomo, mwingine kwenye masikio, ndio anajisikia ile raha kama wewe ni mvutaji na ndio champion wa mvutaji. Akatoa moshi masikioni bwana. Moshi umetoka puani. Kwa hivyo anaonekana yeye kwake nini ni champion, kumbe maskini wote anamvuta ile nicotine inachukuliwa katika mfumo wa damu na anasa. Na halafu angalia katika nyumba zetu za asili zile ambapo akina mama akina baba wanapika, angalia ile sehemu ambayo kunapata ile nyungu na kuni. Panapiga nini? Panapiga weusi. Angalia jiko lote mpaka juu linapiga nini? Linapiga weusi. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ule moshi. Halikadhalika na mtumiaji wa tumbaku na sigara. Kwa hivyo ule moshi anaotumia basi unaenda unaganda katika mapafu na unaanza kuharibu vile tunaita alveoli, zile tundu au vibofu vilivyo kwenye mapafu ambavyo vinasaidia kubadilisha mfumo wa hewa, kutoa oxygen na kuingiza ndani carbon dioxide. Mtaalamu, hebu hapa tufafanue vizuri. Ulitoa mfano wa majiko ambayo tumeyazoea hasa kwetu vijijini. Na ni kweli ukiangalia kama imebadilika kabisa, inapiga weusi. Ndani ya mwili wa binadamu hali inakuwa hali kama vile kwenye pafu lake linapiga weusi kabisa. Na baadaye anakuwa ndo anashika na kohoa, na baadaye anashindwa kupumua vizuri, na hatimaye anafanya kansa ya mapafu. Hiyo ni muongoji wa sababu moja kubwa. Kwa hiyo saratani inatokea hapo. Saratani moja kubwa inasababisha hapo. Lakini saratani haishi hapo, kuna saratani inakuja saratani ya nini? Ya njia ya hewa. Kwa kitaalamu wasema throat, hapa kwenye koo. Hapo ndio unapopita huo moshi. Na hapo panafanya saratani. Na halikadhalika kuna watu wengine wanafika mpaka saratani anafika hawezi sasa kuvuta pumzi, hawezi kula. Kwa hivyo inabidi anatobolewa ili kusaidia kuvuta pumzi. Imefika hii nini? Nilikuwa na ile athari ya matumizi ya tumbaku. Lakini haijashia hapo athari ya matumizi ya tumbaku kwenye kinywa hapa ambapo wewe unavuta sigara. Mara nyingi wavutaji wa sigara, kwanza ile harufu. Tabopeleza ndio hata ukaenda kukaa msikitini au ukaa karibu na mvutaji wa tumbaku unaisikia harufu. Anaudhi yeye, anajiuzi yeye, lakini vile vile na wale waliokuwa nao. Lakini hiyo haijatosheleza tu. Tumbaku kwenye meno inaathiri, inaharibu meno. Meno yanaoza, na kisha baada ya kuoza meno, baadaye anafanya vidonda na hatimaye inakuwa na kansa ya kinywa. Buccal lymphoma. Anapata kansa ya kinywa. Kwa hivyo ukiachia mapafu, koo, anakuja na nini? Anapata athari ya kansa ya kinywa.
Mtaalamu, hem tusubiri kidogo, maana hii mada hii tunarudia hapa katika nicotine. Na tunazungumzia uvutaji. Bila shaka tunaposema uvutaji maana yake ni moshi ambao unaleta athari hizo. Lakini kuna wengine wanatumia tumbaku sio ya kuvuta, kwa mfano kama wale wazee wetu wa zamani wanatia kwenye kinywa, ama wengine wanakuambia labda tumbaku dawa ya jino, mtu anaingiza katika jino. Hebu kuna tofauti gani hapa kiathari manake? Yule ambaye anavuta kwa kutoa moshi na huyu ambaye anatumia tumbaku kwa njia nyingine kama hizi. Kiutaalamu tunasema watu wote hawa wako kwenye hatari ya kupata maradhi ya saratani. Lakini ukiangalia kwa mfano angalau wanaovuta sigara zile ambazo sio zile ambazo zina filter kidogo, wanasema angalau zinakuwa wana filter, lakini zile kali ina maana wewe unavuta moshi sumu moja kwa moja. Ni sawa sana yule anaitafuna, sawa sana yule anaivata, anaitia kavata kwenye nini, hao wote athari zao zina moja kwa moja. Na kwa wale wenye au wana sniff wanautia puani kwa kunusa, ile anaipeleka moja kwenye pua inapanda mpaka kwenye mapafu, ndio maana unapata ile kama irritation, mtu anakuambia anapata ile kwenda kuchafya. Maana yake nini? Kuna irritation zimetokea ndani huko mpaka kwenye sehemu za koo, kwa hivyo anapata ile kwenda chafya, maana yake kuna ile tumbaku imeingia mpaka sehemu hizo. Kwa hivyo wote wanaovuta, wanaotafuna, wanaovata kwenye kiko, athari zote zinakuja baada, kwa sababu yote hizo tumbaku unasema ina nicotine, na hii ni sumu na inachukuliwa kwenye mwili na inasababisha athari nyingi. Kwa hivyo tumbaku, ukiangalia tumbaku hasa, mimi nataka kama angalikuwa kuna debate wale ambao wanatumiliza tumbaku, waulize hasa wanapata nini kwenye tumbaku au anapata nini anapovuta sigara. Hakuna kitu manake kinachokamatika ukasema nchi mtu ambaye anakipata kwenye matumizi ya tumbaku. Na bahati mbaya sana tumbaku imekatazwa manake kwenye dini, kwa sababu wanasema kwenye dini kitu chochote ambacho kitakupelekea athari katika mwili wako au kitakupelekea kuleta maudhi au kuathiri wengine, hicho kitu kwenye dini kimekataza. Kwa hivyo hakuna nafasi kwenye dunia, hakuna nafasi kwenye dini, wala hakuna kitu ambacho nasema mimi kwa mfano nikila embe nitapata utamu, nitapata kitu cha kuniridhisha. Lakini hichi ukila hichi wewe tegemea athari kubwa zaidi utakukuta kwenye mwili wako. Kwa hivyo tumbaku inapelekea athari kila pahali. Tumezungumza hizo tatu kubwa, lakini vile vile unapata saratani ya ngozi. Tumbaku vile vile inapelekea saratani ya ngozi. Lakini vile vile saratani ni tumbaku na nicotine inapelekea kukuharibu, kwa mfano akina mama wajawazito, inaharibu, inaenda mpaka kwenye fuko la uzazi na inaharibu, inafanya kansa ya shingo ya kizazi, lakini inaharibu vile vile na mwenendo nzima mfumo wa mtoto. Kwa hivyo tumeshuhudia kuwa hii saratani na hii tumbaku imekuwa ni chanzo kikubwa cha maradhi haya yasiyoambukiza. Ikaenda kwenye moyo inaathiri, ikaja kwenye mafigo inaathiri, ikaja kwenye ini inaathiri. Kwa sababu gani? Ile sumu inazunguka katika mwili wote. Na kama tulivyozungumza mwanzo, watu wengi wamefika kutobolewa kwenye koo hapa. Kama utakuta kuna watu wanafika kutobolewa ili kuweza kusaidiwa nini? Kuweza kuvuta nini? Pumzi. Kwa sababu baadaye inakukaba kabisa, inakuwa unafanya kansa, maana yake uvimbe ndani yake kwenye koo, huwezi kuvuta pumzi. Kwa hivyo kenda hospitali wanachokifanya ni kutoboa ili uweze kuvutia pumzi hapa baada ya kupitia kwenye. Lakini ubaya wa kuwa hii nicotine ina kitu manake kama kukulazimisha, kama vile nasema uraibu, kama vile mtu anakunywa kahawa, wanavuta unga, wanakuwa ukiangalia hapa ni faida, ni hasara, lakini ule kuweza kuacha mara moja kwa kile inakuwa ni tabu kwa sababu ya ule uraibu uliomo kwenye ule sigara. Lakini ukiangalia kiafya itakusaidia nini? Hamna isipokuwa hasara. Maana starehe gani unayopata kwa kuvuta sigara? Unakuta inakutia hasara kijamii, kifamilia, kiafya. Kwa hivyo sigara ni eneo moja ambalo linaleta machangamoto kubwa na linapelekea, mfano mvutaji yule anayevuta pakiti moja, tuseme sigara sasa hivi ni shilingi ngapi? Je, pakiti moja la sigara halipungui 1500, sio? Linakuletea 1500 kama ungalinunua mboga au ungalinunua matunda, ungaliweza kusave mlo kwa familia yako kiasi gani. Lakini mtu aliko tayari manake asili chakula, lakini akatumia pakiti moja ya sigara avute. Na kuna watu wanavuta kwa siku sigara 10, 20, wengine pakiti nzima
wanavuta. Kwa hivyo na maana kadiri unavyovuta sigara nyingi, kadiri unavyotumia ugoro mwingi, basi unajipelekea zaidi katika kupata athari za maradhi haya yasiambukiza, yakiwemo hasa saratani na kisukari pamoja na sindikizo la damu. Asante. Nadhani tunakwenda vizuri. Tumezungumzia hapa swala la wajawazito, tumezungumzia uraibu, yani mtu amesha kuingia huko tena kutoka inakuwa shughuli kweli. Nadhani mtazamaji wa Zinjibari TV umepata kujua, na pia kuna message unaweza ukatutumia kupitia hizo namba ambazo zipo katika kioo chako hapo. Kama una swala, unataka kuchangia mada hii ambayo iko hewani moja kwa moja hivi sasa, unaweza ukatuma message yako, ili tunaye mtaalamu hapa atakupatia majibu kwa pamoja. Tuzungumzie kwa sababu kuna wale ambao wanatumia tumbako ama wanavuta sigara, na wale ambao hawavuti wanakuwa wakati mwingine wanajipa moyo kwamba bwana, sigara zitakuumiza, lakini tayari anahisi yuko isolated na nini. Lakini nyinyi wataalamu mnatuambia kwamba hata wewe ambao huvuti sigara lakini umepita karibu na mtu ambaye, au umekaa karibu, unakaa naye, watu wanavuta, wewe umekaa pembeni na ule moshi unatawanyika, na mnatuambia kwamba yeye alikuwa havuti anapata zaidi ya kwamba kuliko yule anovuta. Hebu tuweke sawa hapa kidogo. Tunasema matumizi ya sigara hayamuumizi tu yule anayetumia. Angalau yule anayevuta peke yake na mvuta peke yake. Lakini mtumizi wa tumbaku ya kuvuta akatoa moshi, kuna wale walio karibu yake wote wale nao anawapa ile dozi. Tunawaita second hand smoker kitaalamu. Manake yeye havuti lakini ni mkaribu au mshiriki wa uvutaji wa sigara. Na hii ndio zaidi tunaizidi kuitilia hamasa, kwa sababu tumeshuhudia wavutaji sigara mara nyingi anapenda kuvuta sigara hizo kwenye gari, hajali kama pana wenziwe, hajali kama wanawakera, yeye atajiridhisha yeye. Lakini kama kuna gari mna watu 30, kwenye gari 30 wataudhika. Tumeshuhudia marikiti, wavutaji sigara kwenye marikiti wanavuta sigara, hajali yeye anaona kwenye starehe zake, lakini watu 50, 60, 100 wale kwa marikiti anawaathiri. Tumeshuhudia katika maeneo ya starehe, kwa mfano kama sikukuu, watu wanavuta sigara katika maeneo ya wazi yenye watu wengi. Na hili ni kitu ambacho lazima watu wapate kuelewa. Kama umekusudia wewe mwenyewe, kwa sababu sigara bado haijaharamishwa, manake wala haijapigwa marufuku kiserikali, lakini ukusudia wewe kupata starehe yako, basi ujitenge mbali na watu, ujitenge mbali na familia. Utakuta mtu ana mtoto mchanga ndani au mama mjamzito ndani, yeye anaenda kuvuta sigara, anamwathiri mama, anajiathiri yeye, anamwathiri na mtoto. Kwa hivyo watu hawana uelewa nafikiri juu ya swala zima la uvutaji na matumizi ya tumbaku, kwa na kuathiri wewe mtumiaji, lakini anaathiri na wale wanaotumia au walio karibu, wanaitwa second hand smoker. Yaani ukivuta wewe na unawapeleka wengine. Na imeonekana pia wale wanaovuta hawakubali, wanawachukua wale watoto wao, wanaambia kaniwashie sigara. Anaambia kaniwashie sigara hiyo. Kwa hivyo anaanza vile kumwathiri yule mtoto wake, na vile anamfanya yule mtoto wake vipi aanze kuzoea utumiaji wa sigara. Kwa sababu tena kukuashia atavuta kidogo, kesho kidogo, chokuta tayari imemzoea. Utasema mtoto anavuta sigara, mtoto muhuni. Kumbe wewe mzee umechangia kwa njia moja kumuathiri mtoto kitabia, lakini kumuathiri mtoto kiafya, lakini na wewe kuathiri kiuchumi wa kwenye familia yako. Na hii inapelekea sasa hii 7% tumesema ya matumizi ya sigara na tumbaku hapa Zanzibar, ina maana inabidi tuifanye mara 3 au mara 4. Maana ikiwa watumiaji ni 7, basi tuwafanye 7 mara 4. Hawa watu wote hawa watakuwa wanaathirika. Sasa athari hizi kama watu hawataweza kuelewa na hawataweza kuachana na uvutaji wa sigara, na hizi kanuni na sheria haitaweza kutumika vizuri kuweza kuwakataza hawa watu, kwa hivyo tunaweza kuja kuwa na watu wenye matatizo mengi ya maradhi yasiyoambukiza, na watu wengi wakapata kensa, na tulishagundua kama kensa ni maradhi ambayo hayana matibabu. Asante mtaalamu. Mada ni kubwa na inaonekana kwa sababu imesema matumizi ya tumbaku ikiingia hiyo nikotini na kupelekea mpaka katika saratani. Lakini nadhani hata hiyo saratani yenyewe ina uwanja mpana ya kujadili. Kipindi chingine nafikiri tutakiandaa kuweza kuiangalia saratani peke yake nini ina. Mtazamaji wa Zinjibari TV, unaweza ukatuma message yako kwa namba ambazo zipo hapo, na bila shaka utauliza, utachangia, utanini, lakini mada bado tunaendelea na mada yetu hii. Ulipozungumzia uvutaji wa sigara katika maeneo ya wazi kama mashule, hospitali,
masoko na maeneo mengine kama hayo. Lakini nakumbuka kwamba Zanzibar pamoja na kwamba hizi sigara zote zimeandikwa kwamba usivute, ni hatari kwa maisha yako, lakini mvutaji hawezi kuona kwa haraka hayo matangazo, na sijui alikusudiwa nini. Vile vile tunakumbuka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar 2011 na Rais Dr. Shein alisaini sheria ya matumizi ya tumbaku, na moja kati ya kanuni ambazo ziliwekwa na kanuni nadhani ilikuwa tayari katika mwaka 2016 na waziri nafikiri tayari amekisha kuitia saini hiyo kanuni ya matumizi ya tumbaku, hasa maeneo yale ya public areas zile. Kwa mfano pia kuna mabango ya matangazo ya kukataza, lakini naona hatuyaoni. Na hii kanuni, sheria hii imekufia wapi? Kwa sababu naona tangu 2011 na kanuni, lakini utekelezaji wake bado tumeona kama uko nyuma sana na sheria, kwa sababu hizi athari ambazo umezizungumza, hasa kwamba mtu anavuta tunamcheka, kumbe tunapomcheka na sisi tunachukua moshi, tunapata athari hiyo hiyo. Kwa hiyo hebu tuambie kidogo hizi sheria zikoje hasa hapa kwetu Zanzibar na kanuni ikoje kabisa, kwa sababu tangu sheria 2011 ilipopita hadi hivi leo na tumeambiwa kanuni tayari, waziri pia ameshasaini hiyo kanuni, lakini kwa nini sasa? Ya kwanza nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa swala zuri ambalo linahitaji uchambuzi wa kina. Unajua hapa Zanzibar kuna kitu kimoja ambacho tunacho. Tuna bahati ya kuwa na kanuni na sheria na miongozo mingi sana. Lakini imekuwa ni nadra sana kuona ile miongozo na kanuni na sheria zinafuatwa kiutaratibu. Ni kweli tangu mwaka 2011 ilipopita ile sheria mama ya Public and Environmental Health Act ya 2011, baadaye ikaja ikafanywa uchambuzi kutengeneza kanuni ndogo ndogo za udhibiti. Kwa sababu sikupige marufuku moja kwa moja, lakini udhibiti wa matumizi ya tumbaku hasa katika maeneo ya wazi. Na kanuni zile zilimaliza tangu 2016 zimetoa saini. Lakini ukiangalia utekelezaji wa zile kanuni kisheria bado hazijafanyiwa kazi. Na watu wanasema labda hazijafanywa kazi. Si kama manake kama leo ikifanywa kazi itakuwa imezuia. Kanuni na sheria ishakuwa hapo, na maana wakati wote mtu akifanya kosa akitiwa hatiani, watu watakwenda kwenye sheria na kanuni. Isipokuwa hapa na maana kinatakiwa kifanye nini? Kwanza uelewa wa jamii kwanza, kabla hatujaenda kuatia watu hatiani, uelewa wa jamii kuweza kujua jamani matumizi ya tumbaku athari zake zikoje. Lakini mbili, na wale wasimamizi wa kanuni na sheria. Kwa mfano kama utapita barabarani huna leseni, askari atakukamata kwa sababu ile yeye ishamwingia akilini mwake, la hili ni kosa. Lakini atampita hapo daladala au konda daladala ana sigara anavuta kwenye jamii, hata hatamuuliza chochote kwa sababu yeye hajajielewa sasa kama hii kanuni hii ipo na sheria hii ipo na yule mtu ana makosa. Kwa hivyo kimsingi kwanza kuweza kununua hizi kanuni zilio kwanza tuzieleweshe kwa jamii, kwa sababu hivi vitu vipo zamani na athari zake zinajulikana, lakini tuwaeleweshe jamii kwanza waweze kuelewa kama kanuni hii inasemaje. Kanuni na vipengele na penalty. Na ukifanya kwa mfano ukionekana umevuta sigara katika maeneo ya wazi, kwa mfano skuli, kwenye daladala, marikiti, na maana askari akikukamata unatakiwa wewe upigwe fine si chini ya shilingi milioni 1. Na adhabu yake au ukafungwa jela si chini ya miezi 6. Hiyo sheria na kanuni zipo, lakini wale watekelezaji bado hawajapata muamko na wala hajaitumia hii kanuni kuweza kuifanya kazi. Kwetu sisi kwa upande wa afya kinachotakiwa zaidi kuipigia kelele kanuni, kuitaka iwe enforced, manaki iweze kufanywa kazi. Na vile vile watu, si lengo letu kama watu afya, sisi tuwaeleweshe watu athari. Yule mvutaji na yule alikuwa si mvutaji. Jamani huyo mvutaji ana athari, na bahati nzuri sana ukiangalia sasa hivi na natoa challenge au kwa wale watumiaji wa sigara na wale ambao hawatumia sigara, waokote pakiti yoyote iliyotoka nje ya nchi hii. Kwa sababu sasa hatuna bahati, siku hizi hatutengenezi sigara. Utaona nusu ya ile sigara ya pakiti ya sigara imeandikwa sigara ni hatari kwa maisha yako. Sigara inaleta athari za afya kwa maisha yako. Sasa ni sawa na mtu mwenye akili timamu ukamkuta kwenye guzo la umeme ambalo limeandikwa hatari, yeye kashalipindukia kwenye hatari huko juu, anaelekea juu. Na kashaliona limeandikwa hatari huko juu, utakufa kwa umeme, na bado anapanda. Ni hali kadhalika na wavutaji sigara na watumiaji sigara, wanajua kwenye pakiti limeandikwa sigara zinasababisha kansa. Sasa sigara inaleta athari kwenye maisha yako. Na bado mtu anavuta na anavuta mbele za watu
Kwa hivyo anajiathiri yeye, anaathiri watu. Sasa hawa kwanza wanataka elimu, lakini elimu baadaye wanatakiwa hii sheria, hizi kanuni ziweze kufanya kazi ili iweze kudhibiti matumizi ya tumbaku katika maeneo ya wazi. Ili watengewe, wanaweza kutengewa sehemu zao. Katika nchi nyingi tumeona ukienda airport. Ukienda airport hapo Zanzibar kila pahali no smoking. Kila pahali pameandikwa no smoking. Lakini ndani ya airport utakuta wageni na wenyeji wanavuta sigara. Na kila pahali ukienda kwenye ule uwanja wa ndege utakuta no smoking, no smoking, au hii sio smoking zone. Kwenye uwanja nyingine za kimataifa wanatengenezewa chumba maalum. Wale wenye uraibu mkali wanaingia kwenye chumba wao kwa wao, kwa wanaumizana na moshi wao hautoki nje. Lakini kwetu sisi pale alhamdulillah nenda wakati wote no smoking ipo. Lakini mtu anavuta chini ya no smoking na haulizi chochote. Na hata askari mule wamo hawaulizi, hasa kama hii anajua yeye ni changamoto. Ni changamoto kubwa kwamba sheria kumbe ipo, kanuni ipo, lakini utekelezaji wake kidogo umekuwa ukisuasua, na bila shaka kuna haja ya kuishitua tena hii kanuni au sheria, na kwa spidi ya hii ya serikali ya awamu ya 8 nadhani iko haja ya kushtua, kwa sababu watu wengi wanaathirika kama ulivyosema, sio wavutaji tu, lakini hata wale ambao hawavuti wanaathirika. Kumbe tuna sheria lakini tuna kanuni, utekelezaji wake tu wapi umekwama. Nadhani wataalamu, watunga sera mtatusaidia katika hili, ili kuna namna gani tunawanusuru watu wetu katika matumizi ya tumbaku, na hizi sheria ambazo tumezitunga wenyewe, kanuni tumezipitisha wenyewe, lakini kwa nini basi hadi hivi sasa hazifanyi kazi? Na adhabu zake bila shaka zimetajwa katika kanuni hii. Na labda kuna watu wawili watatu hapo umetuma message, lakini vitu ambavyo nadhani tumeshavijadili. Kwa mfano kuna huyu Osman Ali huyu ambaye anakaa Kibweni, alisema kwamba kwanza amepongeza kipindi ni kizuri sana, lakini pia anasema sheria na kanuni zipo, mbona anauliza swala kwa nini hazifanyi kazi? Basi hivyo vitu kitu ambacho tulikuwa tunajadili sasa hivi mtaalamu. Lakini pia Juma huyu ampendaye uvitaji wa sigara, anasema wao wasovuta bila shaka wanaathirika, lakini hata ajue kwenye mafigo yao wanaathirika vipi na wavutaji wa sigara. Wao hawavuti lakini wanaathirika vipi na wavutaji wa sigara. Nadhani ulitolea ufafanuzi, kama utapata nyongeza kidogo utatuambia. Alafu kuna mmoja huyu yeye anasema elimu ipo na wanajua wanaachiwa. Mimi naona sheria ichukue nafasi yake, bila hivyo tutapotezwa na tutapotea sana. Sasa labda hebu tupe mawili matatu juu ya Asante sana. Kwanza tushukuru watazamaji wetu kuwa wanatufuatilia na wameleta masuala mazito kweli. Kwa mfano swala zima la kuwepo kwa kanuni na sheria, lakini bila kutumia kanuni za sheria, kama ambavyo nimeeleza kuwa tuna nafasi nzuri. Ukiangalia kanuni zetu Zanzibar, tuna kanuni nzuri kweli. Ukiangalia sheria, tuna sheria nzuri kweli. Lakini kama unasema mfano tumekuja katika mambo ya ubakaji, sheria miaka 30 mtu anaenda jela. Lakini ubakaji mpaka kila mmoja anapiga kelele, vichwa vyote tutasema hatuna sheria, hatuna kanuni. Kumbe sheria zipo na kanuni zipo. Halikadhalika hili vile kanuni ipo na sheria ipo, lakini ufahamu wa kanuni na utekelezaji ni kitu ambacho kinahitajika. Kitu labda ambacho kimefanikiwa ni kimoja katika kanuni hizi na sheria hizi. Huwezi kuona matangazo kwenye mpira, kwenye radio, kwenye TV, kwenye vyombo vya habari watu wakitangaza swala zima la uvutaji wa sigara. Tofauti na sehemu nyingine, kwa mfano tumeshuhudia sehemu nyingine pombe inadhamini mipira, inadhamini sijui michezo gani. Kwa kwetu Zanzibar tunashukuru hilo wamefanikishwa, na viongozi walioangaliwa kulipiga akasema sisi michezo yetu hatutaki pombe, hatutaki sigara idhamini matangazo haya. Na vile Zanzibar tulipiga hatua moja, kwa sisi hatuna kiwanda. Wale wanaokumbuka wenzangu mimi kulikuwa na kiwanda hapa cha Lete Raha na za kuchuja. Lakini kwa bahati nzima sisi kiwanda kile kimeondolewa na kimekuwa sasa kimefanywa katika mambo ya bohari na mambo mengine. Kwa hivyo kwetu sisi tumepiga hatua. Na la tatu, Zanzibar hatupandi tumbaku hapa. Nalo hili kwetu sisi ni mafanikio makubwa ukilinganisha na watu wenzetu. Hatukuifanya tumbaku kuwa ni eneo la biashara. Tofauti na nchi zetu wanafanya biashara, tumbaku ni biashara. Kwa hivyo sisi tumepiga hatua katika mambo matatu makubwa. Tunataka kupiga hatua sasa, kila mtu achukue jitu binafsi. Yule mvutaji avute sigara mbali na watu. Ajiweke mbali na watu. Na wale watu wakimwona mtu anavuta sigara mbele yao,
wasikubali na umwambie bwana we sigara yako kavute mbali. Itakuwa vile vile bila hata kuchukuliwa hatua, bila kupigwa, watu wataelewa. Na watu watizame kwenye mapakti ya sigara, inatoa warning sana nyingi kwa watu wasitumie sigara za cancer, lakini jamii ndo kama jamii, binadamu ndo binadamu. Tunaletewa sheria, misaafu, kanuni na nini, lakini watu ndio wanapofanya makosa zaidi. Na la jingine hapa tunaitaka serikali sasa. Kwa upande wa serikali hivyo, kwa kanuni zipo na inaleta athari, basi kama kutenga maeneo ya kuvuta sigara, basi kama tunajua eneo lile ukenda utakuna mwenyewe, lakini eneo watu hilo la wavutaji sigara, au katika maeneo ya public area ya hospitali, mtu akikutikana, au katika mawizara yaweke vile bloki kama vile no smoking, si eneo la kuvuta sigara, eneo kama ilivyo airport yawekwe ile matangazo, lakini baadaye si kuwekwa tu peke yake, na wale watakaovuta chini ya maeneo yale ambayo kusema no smoking zone wakamate, wafanye zile penalty. Kwa sababu ukivuta sigara labda katika eneo hilo, ukikamatwa ukabwa penalty ya milioni 1, hiyo sigara ndani ya miezi miwili kwanza utajijutia mwenyewe kuivuta. Itakuwa itasaidia kuweza kukataza. Unajua watu binadamu, ukimwachia yeye ndio atazidi kufanya zile athari, na ataendelea kuvutumia na atawaingiza katika wigo wake. Kwa hivyo wananchi, hizo sheria zipo na kanuni, ndio maana sisi tukasema tujitoe, tuelimishe watu kwanza, kwa sababu sisi kama watu afya, eneo letu kubwa ni kuwafanya watu wajue, waelewe. Wale walikuwa hawajavuta basi wasijiingie kuvuta, kwa sababu tumeshuhudia katika tafiti watu wanaanza kuvuta, watoto wanaanza kuvuta kwa miaka 9 mashuleni, akifika tena nchi za miaka 25 na maana kashakolea katika uvutaji. Kwa hivyo tuweze kuwakataza watoto wetu wasijiingize, na wale wazee wanaovuta wavute mbali kwenye familia, wasiwatumie watoto, kwa sababu sheria hii ukimtumia mtoto aidha kuuza sigara au kumwambia akakuashe, itabidi wewe unapigwa penalty hapo 50,000, hapo ulipe 50,000. Kwa hivyo hii sheria itumike, na zile kanuni kama vile bara tumeona mtu gari ukipaka pale sipo unabandikiwa kibao, tukalipe polisi kiasi hichi. Kwa hivyo hapo. Kwa hivyo watu wanaanza kufuata zile kanuni kutokana na zile adhabu zinazokuwa hapo, na mara nyingi ndio maana zikaikuwa kanuni na adhabu, kwa sababu mara nyingi bila adhabu kanuni watu hawapendi kufuata zile adhabu. Kwa hivyo hizi kanuni zile kwanza watu tuzieleweshe, wazielewe, alafu tukishaelewesha wazielewe, viongozi wa serikali wazisimamie, lakini na wale wanaotakiwa kuzifanyia kazi kama mfano askari waweze kuzifanyia kazi. Na sisi katika mipango yetu tunakusudia kanuni hii tuielimishe kwa jamii, lakini tukipata fursa na nafasi tueleweshe kwa hawa wasimamiaji wa sheria tuwape hizi kanuni, wazione, wazijue kama kanuni hizi zipo na sheria zipo, na waweze kuzifanyia kazi, na watu hapo watakuwa na mwamko, na hatimaye wale watakaovuta watavuta mbali katika maeneo ya wazi, sio hatuvuta katika maeneo ya wazi, watavuta ile maeneo ambayo yako yametengwa, na watakuwa watajiepusha wao wenyewe wao na kuathiri wengine. Na wale ambao walikuwa hawajaanza kuvuta hatojiingiza katika athari, kwa sababu ushaambiwa tumbaku ni athari kwa maisha ya afya yako. Kwa nini utumie mikono yako, utumie pesa zako ujiue kwa makusudi? Kwa nini utumie fedha zako ujiue kwa makusudi? Fedha zinaweza kusaidia kwa mambo mengine. Kanuni zipo, sheria zipo, lakini bado hapa kuna tatizo hili la kufuata hizo kanuni na sheria. Na bila shaka Othman Ali wa Kibweni, Juma wa Mpendai pamoja na Juma Mjengwa kutoka Mwera, majibu yenu yametoka katika maelekezo marefu ambayo wameyatoa, lakini Mcheju naye wa Fuoni, yeye alisema sheria zipo, kanuni zipo, lakini anashangaa kwa nini hazifanyi kazi, na kama hazifanyi kazi basi ni tatizo lako, tunaiba tu kwenye vyombo vya habari kila siku na haiwezi kuisha. Lakini nadhani mtaalamu umezungumza hapo, message ni nyingi sana, nyingi sana. Huyu mmoja anasema hajataja hata jina lake, asanteni sana, kipindi na mada yenu ni nzuri, na bila shaka. Turudi hapa katika athari za uvutaji wa sigara kama tulivyozungumza. Tugusie kidogo tu, kwa sababu mtu anaona akivuta sigara na anaharibu mapafu, na akiharibu mapafu nini kinajitokeza hapa. Labda muda unakwenda, lakini tuingie kidogo tu hapa tuone, ili kila mmoja ambaye atamuona mvuta sigara kaingia kwenye daladala, basi hata watu mnaweza kuchukua hatua mkateremka nyote. Siku ya pili hata yule mwenye daladala kwa sababu ni kweli, kwa sababu sisi mara nyingi watu wengi tunaamini kuwa anayeathirika na sigara ni yule mvutaji tu. Tunajisahau sisi anatupa moshi mule ndani ya gari. Sote tunapata tunavuta hewa pale. Tukivuta hewa na maana ule moshi na sisi tunauvuta, na ile nicotine na sisi tunaivuta, na sisi athari tutapata kama ule mvutaji. Kwa hivyo wananchi hapa tusikubali mtu kuvuta sigara mbele yetu. Tumwambie tu starehe zako, kaa pembeni, jitenge mbali na watu, uvute sigara mwenyewe kwa starehe zako, kwa sababu kisheria
Sigara bado ni biashara na haijakatazwa maana yake kuwa isiuzwe. Lakini kiathari tumeona iko ni athari yake kubwa. Kwa hivyo watu wapate mwamko na muelewa. Kwa yule anayevuta sigara moja tukamwachia, basi inakuwa anasababisha sote tu pale kwa nini. Na pia nyingine tunaona watoto wadogo chini ya miaka 18 wanapewa sigara kwenye sahani au kwenye ungo, wanapita wanauza sigara na njugu sijui na nini wanauza pamoja na pipi. Ile inatakiwa kisheria hasa inatakiwa kitu kile kisiwepo kabisa. Chini ya miaka 18. Chini ya miaka 18 mtu asijishiriki na aina yoyote, si kuvuta, si kuuza, si kushiriki hata kutumiwa kwenda kuwasha ile sigara. Kwake yeye ni kosa, na yule anayefanyisha vile anatakiwa apewe adhabu ya hili. Lakini kwanza tunasema tuelimishane, tuendelee kuelimishana. Sheria zipo na tunapiga makelele na viongozi. Tuangalie mfano ule la ubakaji. Angalia viongozi wanavyopiga kelele. Na angalia matukio ya ubakaji na udhalilishaji yanavyoendelea kwa makubwa. Licha kwa sheria mpaka miaka 30 jela unapigwa. Lakini bado watu binadamu kidogo ni mkaidi. Kwa hivyo na sisi kwetu sisi licha kwa hatua nyingi tumepiga katika swala hili, tumalize hapo palipobakia. Watu wasivute. Wanaweza mwenyewe mtu vutaji sigara. Kwa nini ukavute mbele ya watu? Subiri sigara. Na watu wanaweza kuacha sigara. Na ukitaka kujua Zanzibar watu wanaweza kuacha sigara, angalia mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani mvutaji sigara tano anayevuta pakiti moja, au sigara 20 kwa mchana mmoja, anajizuia tangu asubuhi au tangu saa 10 anapokula daku mpaka saa 12. Masaa 12 anaweza kujizuia asivute sigara. Maana yake nini huyu? Kwa 50% ya kuweza kuacha sigara. Ikiwa tangu masaa 12 hayo kakaa hajavuta sigara, ina maana yeye ajitahidi masaa 12 aliyobakia asivute sigara. Huyu watu wa aina kama hii ni rahisi kwao kukimbia sigara. Na muda mzuri wao kujitreni ni mwezi wa Ramadhani. Tumeshashuhudia hili kwa hapa Zanzibar alhamdulillah, kutokana na dini inaoathiri hata wakivuta. Tumeshuhudia hiyo Ramadhani wale wanaovuta walikuwa hawafungi, anajificha humuoni. Kwa nini wasijifiche leo? Wakakaa mbali wasivute sigara. Wasubiri Ramadhani ndio wajifiche. Mtaalamu hapo wengine kabla wajaenda kufutari wana pakti pale wanaiweka pembeni wanaanza nayo. Tena hapo wanavuta sigara mfululizo. Ndio hapo tunasema ni ile akili yake. Ni ile akili yake kwa sababu kama kaweza kujikuzuia masaa 12, kwa nini ukifika saa 12 uvute sigara? Maana yake ulikuwa una uwezo wa kujizuia zaidi ya hapo. Sasa ili kuweza kupunguza haya, kwa kweli ni kweli huwezi kama ghafla ukakata, lakini punguza. Kama ulikuwa tumia mwezi wa Ramadhani, basi kwa wewe ni chuo kwako. Kama ulikuwa unavuta pakiti moja sigara 20, hapa na maana mchana kutwa na sigara 10 utakuwa huwezi kuzivuta. Sigara 10 zilizobakia kesho yake punguza, fanya 9. Kesho kutwa tena fanya 8. Uende hivyo hata ukimaliza Ramadhani, baada ya kufanya 20 pengine utakuwa unavuta sigara moja, usiendeleze, pigana nayo sigara moja mbili kuweza kuikatisha, na hatimaye utaweza. Na tunaamini tunaweza kwa sababu tumeshuhudia, na tunaamini naweza watu wanaweza kuvuta sigara kwa kujificha. Tunaamini kama watu wanaweza kuvuta sigara, kuacha kuvuta sigara kwa masaa 12 hayo ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo ni kutumia chuo hichi cha mwezi wa Ramadhani ambao karibuni unafika hapo, kuweza wale ambao wavutaji sigara sugu kutumia kuweza kuacha sigara. Ni hatari sana uvutaji wa sigara kama ambavyo mtaalamu wetu hapa ametueleza, na kilichotisha zaidi ni pale uliposema kwamba wasiuvuta na wao wanapata athari kubwa sana, na hiyo nicotine na wao wanaipata kupitia kwa wale ambao wengine wanavuta. Hii imekuwa ni tishio kwa sababu tukienda katika maeneo ya Marikiti tunaona pengine watu hawajui kwamba wanaweza kupata hiyo athari. Lakini la kusisitiza pia, hata kuna baadhi ya nchi nyingine za nje wanakuwa wanatenga maeneo maalum watu wote wavutaji, lakini pia inatishia kwa sababu watu wote wavutaji wanakwenda kule. Kwa hiyo pale unakuwa moshi mtupu. Kwa hiyo wewe kama si mvutaji husogei kabisa katika maeneo yale. Inazidi kuwa athiri kwa sababu alovuta yule katoa moshi na yule kauchukua wa yule na yule kavuta yake kampa yule. Inasaidia hii labda? Kwa kweli sijafanya utafiti, lakini haijapunguza manake kasi ya uvutaji wa sigara kwa wale ambao wanavuta. Nimeshuhudia katika sehemu nyingi ambazo nimejaribu kutembea, nikuta Uganda kuna sehemu imetengwa maalumu ya kuvuta sigara. Nilipita China, kuna sehemu maalumu kwenye ile airport yao ni chumba cha vuta sigara tu hicho, ambao watu hujitiamo chumbani wakavuta moshi juu ya moshi, wanaumizana wao kwa wao, lakini angalau wanaumizana wao kwa wao. Hawezi wakaathiri sehemu jengo zima lile la wale maabiria wanaopita kwenye
walikuwa hawatumii, hawaathiri. Na hii ukiwaeka watu kuwatenga, manake hata ile sehemu ambayo wanavuta yale mabango mengi, utaweka sigara, utaweka zile picha ambazo athari, mtu akiingia mule moshi na mkabili, lakini zile athari na matangazo kukataza yanakuwa yamo. Kwa hivyo kwa yule mwenye akili yake timamu atakuwa anapata kujifunza, kwa nini mimi nivute sigara wakati athari yake ni ile? Kwa nini inanikataza? Kwa vitu vingi vikichanganyika kwa pamoja ni rahisi watu kuweza kuacha. Ama wale ambao mwenyewe kakusudia mimi siwezi kutaki kuacha, na kwa shughuli sasa labda hasa huyu tumtumie kwa hizo adhabu. Kwa sababu mtu ukishamfundisha, ukamuelewesha, ukamsomesha na hataki kufuata taratibu, mpige penalty ya milioni 1. Utizame. Siku ya pili atajiuliza kama hana mwacha kapumzike ndani miezi 6 kule, na sigara itakuwa haipati, kwa hivyo adhabu itakuwa mara 2. Kwa hivyo yule ambaye anafikiria kutaka kuvuta, miezi 6 nikavuta public area, ataenda kutafuta pale pa kujitenga, ataenda kuvuta. Hatovuta kwenye watu ambao. Kiongozi, message ni nyingi. Hapa kuna huyu bwana Zuberi, yeye anasema jambo la msingi sana. Haya ni matatizo makubwa kwa jamii. Yeye anasema bwana anavyohisi yeye, ipigwe stop isingie nchini. Kabisa, sigara, tumbaku ipigwe stop isingie nchini. Lakini katika maelezo yako ya awali ulisema kwamba haijakatazwa kisheria. Kwa sababu bado hata serikali nadhani inasanya kodi kwa sababu ya sigara. Lakini inawaua watu. Yaani hapa pana changamoto kidogo. Ni changamoto, ni sawa sana ile unga umebwa marufuku na watu kila siku wanaoingiza kwenye nchi. Na vijana wengi wanapotea katika uvutaji wa unga. Kwa hivyo ni ushauri wake, na ushauri wake tuuchukue. Lakini hata kwenye dini ilipokuja watu kukatazwa kupombe, hakuambiwa moja kwa moja acha pombe. Walianzwa kidogo kidogo, zimekuja kidogo kidogo, punguza, usinywe pombe katika umelewa, mwisho akaambiwa kabisa musi. Hali kadhalika na hili nalo tuende tuwafundishe watu, waeleweshe sheria zipite, alafu pite ndio utafika wakati utalikataza. Lakini ushauri wake mimi naukubali 100% kwa sababu hazileti faida yoyote. Bora utafute mboga ya mtoriro ambao utapata mboga, utapata kujisaidia, utaenda kuwanunulia watoto, au nunua chungwa la shilingi 200, ni bora zaidi kuliko 200 ile kwenda kununulia sigara. Ukipata sigara zako 5 ni shilingi 1000 labda, basi nunue shilingi 1000 kununulia watoto machungwa au chokishoki, wapelekee nyumbani, itasaidia zaidi. Unakuwa unapima hapa faida na hasara. Faida labda serikali inapata kodi, lakini hasara zake watu wengi wanaugua. Ukiangalia pengine hiyo kodi na kwa wenyewe watu watunga sera na nini lao wenyewe, sisi tunatoa tu maoni, lakini vile vile mtaalamu anatuelezea athari kubwa, na amesema kwamba athari kubwa inafika katika eneo lile la kuvuta ile nicotine na baadaye kukupelekea katika saratani, na saratani ukipata sasa matibabu yake ni ghali mno. Na hakuna matibabu ya moja kwa moja. Ukichelewa ndo kabisa wewe tena unakuwa unaugua hiyo sigara, maana maisha yako utakuwa unajutia kwa nini umevuta. Tusiende huko wala tusiwapeleke watu huko, tujitahidini. Wasema mara nyingi wasema kinga ni bora kuliko tiba, na jitihada ikipitikana na Mwenyezi Mungu, jitihada hapo ataipitisha. Kwa hivyo tunaomba wananchi kwa pamoja na jamii kwa pamoja waweze kupambana na swala zima la hili la matumizi ya sigara ambayo yako kwenye mikono yetu, na tunaweza kupambana na hayo. Asante mtaalamu, meneja wa kitengo cha maradhi yasiyoambukiza, na umefafanua vya kutosha, lakini kila nikiangalia muda naona kama unanitupa mkono, lakini mada ni kubwa. Kuna mtazamaji mmoja wa Zanzibari anaitwa Juma huyo kutoka Mpendae, anasema mada imempita kwa sababu amekuja mwisho, lakini ameomba kama itawezekana basi juma jingine kuirejea tena hii mada. Tunaweza kuirejea kwa sababu kama alivyosema kuna kanuni hii ambayo inaeleza vipengele vyote. Kwa hivyo ni vyema siku tunazokuja tukazungumza hii kanuni, ili watu wakajua kifungu namba 1 kinazungumza nini, kifungu namba 2 adhabu ya kifungu namba 1. Twendeni hatua baada ya hatua juu ya kanuni hizi, watu wataweza kuelewa, kwa sababu kanuni ipo ya serikali, ipo tayari, na mna vipengele zaidi ya 5 humu na adhabu zake, ili tuweze kuwafundisha watu kidogo baada ya kidogo, na hatimaye watu wanaweza wakakubali kuacha kwa hiari, au anasema kutumia sheria bila kushurutishwa. Kanuni ni kubwa sana na inawezekana kwamba sisi bado hatujaingia kabisa ndani. Hajazungumza sasa kanuni yenyewe inasemaje. Nadhani tuandae kipindi kingine basi tukujadili kipengele kwa kipengele juu ya hizo kanuni ambazo zimeshapitishwa. Hizi kanuni zimepitishwa katika mwaka 2016 ambapo tulizungumzia awali kwamba zipo kanuni, kumbe ni nzuri tu, zipo hapa naziona, lakini bado hazijaanza kutekelezwa. Mtazamaji wa Zanzibar TV, kumbuka kwamba leo mada yetu ilikuwa ikizungumzia zaidi masuala ya maradhi yasiyoambukiza,
na viashiria vyake, lakini moja kati ya vishawishi au viashiria vya maradhi haya basi ni matumizi ya tumbaku, ambayo leo hii tulikuwa tuna mtaalamu tumejadili tu kwa ufupi kuhusiana na athari za matumizi ya tumbaku, lakini pia tumeangalia masuala mazima ya kanuni na sheria, kwamba tayari Zanzibar kuna kanuni hii hapa na sheria ipo, lakini utekelezaji wake bado haujaanza kufanya kazi. Tunahamasisha na wataalamu wamesema wataendelea kutoa elimu kwa watu juu ya swala zima hili la matumizi ya tumbaku, lakini muda wetu kwa leo umetuishia. Mtaalamu tutakualika tena, tunaomba uje ili tuweze kuzungumza masuala mengi juu ya haya maradhi yasiyoambukiza. Kila kinachokuwa na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Mtazamaji wa Zinjibari TV, leo hii tutakamilisha hapa, na mkumbuke kwamba mgeni wetu alikuwa ni meneja wa kitengo cha maradhi yasiyoambukiza Omar Abdallah Ali. Basi tu nikutakie utazamaji mwema katika vipindi vyetu ambavyo vitakujia katika Zinjibari TV. Kumbuka kila siku ya Jumanne basi uwe karibu na TV yako ama simu yako kuweza kuangalia vipindi ambavyo vitakuwa vinakujia kwenye mada mbalimbali zikiwemo za afya, uchumi, lakini vile vile masuala ya mengine ya kijamii. Hadi hapo sisi hatuna la ziada kutoka studio. Tunawaambia asanteni sana na karibuni sana. Asante sana.